watu wa Tarakea peoples. Watu wa Tarakea peoples. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Chama Tanganyika John Heche, Mheshimiwa Mwenyekiti wa kanda hii ya Kaskazini rafiki yangu wewe, Mheshimiwa Dr. Slaa, mwenyekiti wetu wa Bavicha wa Chama Taifa, pamoja na viongozi wengine wote ambao tumeambatana katika msafara huu, ndugu wananchi wa Tarakea, tuna mambo mengi ya kuzungumza kwenu. Tuna mambo mengi ya kuzungumza kwenu, lakini kwa sababu ya muda tutazungumza yale machache ambayo Mungu atatupa kibali cha kusema na ninyi. Viongozi wetu wamezunguka, hii ni kanda ya 5 sasa. Kampeni kubwa ambayo tunafanya ni kampeni ya kuhakikisha mabadiliko yanafanyika katika mifumo ya uchaguzi ili wananchi waweze kupata viongozi wanaowataka. Tunataka mabadiliko kwenye mifumo ya uchaguzi ili wananchi muwe na uwezo wa kuwaweka na kuwaondoa viongozi madarakani. Na labda hii inaweza ikawa haieleweki sawa sawa. Hatujaja kuwaambia mkawachague Chadema. Kipindi cha kampeni kitakuja, tutanadi sera zetu. Lakini leo tunasema ninyi mnatakiwa muwe na uwezo wa kutoa ama kuweka kiongozi mnayemtaka bila kujali anatoka chama gani. Sasa tumekwenda kwenye kanda ya Nyasa, wameunga mkono mabadiliko kwenye mifumo ya uchaguzi. Tumekwenda kanda ya Kusini, wameunga mkono mabadiliko kwenye mifumo ya uchaguzi. Tumekwenda Serengeti, tumekwenda Victoria, wamekubali kufanya mabadiliko kwenye mifumo ya uchaguzi. Na kote huko wamesema bila mabadiliko hakutakuwa na uchaguzi. Sasa leo tuko kwenye kanda yetu ya Kaskazini. Mwenyekiti wetu, makamu mwenyekiti, kabla hajazungumza na ninyi, nataka nijue, je, watu wa Kilimanjaro, watu wa Moshi, watu wa Tarakea, mpo tayari kuungana na Chadema kuhakikisha mifumo ya uchaguzi imebadilika? Naomba mpunge mikono namna hii walio tayari. Huu unakwenda kuwa wimbo wa taifa. No reform, no election. Kila unapokwenda ni no reform, no election. Sasa hilo lilikuwa ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo ninaomba kuzungumza na ninyi ni juu ya hali ya usalama wa maisha yetu sisi wananchi. Wamezungumza wazungumzaji waliopita hapa. Kuna jambo baya sana linaendelea katika nchi yetu. Jambo la kuteka na kuua watu. Sasa hivi hata hapo ulipo huna amani. Unawaza kama ulionekana kwenye mkutano wa Chadema, hivi nikienda kulala itakuwa salama kweli? Na bahati mbaya sana hali imekuwa mbaya kwa sababu ndugu zetu wamevuka mipaka. Zamani tulikuwa tunaogopa, tunaambiwa usitembee peke yako, unaweza ukakamatwa. Leo wanakufuata popote ulipo. Uko na watu, huko na watu. Wanakukamata, wanaenda wanakuua ama wanakupoteza. Hapo ndipo tulipofika kama
wetu kiongozi kwenye chama, kwenye basi, Ali Kibao, kwenye basi, wakamshusha kwenye basi. Siku chache baadaye amekufa, amemwagiwa tindikali. Wamekwenda nyumbani kwa Mdude. Zamani tulikuwa tunasema wahi kurudi nyumbani usije ukatekwa. Leo nyumbani kwako kwa kuisha kuko salama. Unaogopa kuwahi kurudi nyumbani mapema kwa sababu unahofia ule usiku ikifika saa 5, saa 6 usingizi unakata. Uelewi watakuja muda gani. Hiyo ndo hali inayoikumba nchi yetu sasa hivi. Wamekwenda kitaka kujua kwamba hawana aibu na tumefika mapabaya na tunahitaji mjadala kama taifa, na hali hii ni hali ambayo inahitaji mjadala wa dharura. Ndugu zangu, wamekwenda mpaka kwenye makazi ya maaskofu. Wamempiga askofu na nondo. Tulitarajia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lisitishe kila kitu, lijadili juu ya usalama wa wananchi wao pamoja na nchi. Lakini katika namna inayoshangaza, huoni wabunge wakiona kuna shida watu wakiuao. Huoni serikali ikiona kama kuna shida watu wakiuao. Huoni. Leo wabunge bungeni wanajadili juu ya eti rais anatukana. Wakenya wanamtukana rais. Sasa unauliza maswali. Na ninaomba hata ninyi watu wa Tarakea tuelewane. Hakuna anayetaka rais atukane. Rais amebeba image ya nchi. Akitukanwa yeye limetukanwa taifa. Hakuna anayependa rais atukane. Lakini sisi kama wananchi wa Tarakea tujiulize swali dogo. Kwa nini rais anatukana? Kwa nini anatukana? Nchi hii ni nchi inayofuata utawala wa sheria. Na rais nilimsikia anasema nchi yetu inafuata utawala wa sheria. Sasa kuna wageni walikuja kuangalia, kufuatilia kesi ya mwenyekiti. Wale wageni wamefika, wakaambiwa wamekuja bila vibali. Sasa kama wamekuja bila vibali na nchi hii inafuata utawala wa sheria, kwani utaratibu unasema atekwe? Kwani utaratibu unasema apigwe? Kwani utaratibu unasema abakwe? Na ninashangaa sana na ninamshangaa Rais Samia sana. Labda kama wale watoto walionao wamesingiziwa, ila kama aliingia leba na yeye anasema anafuata utaratibu wa sheria, unaruhusuje mwanamke anabakwa kwenye mikono ya polisi? Mwanamke anabakwa. Unaruhusuje mtoto wa mwanamke mwenzio anabakwa, anapigwa, anavunjwa, anaumizwa? Kwa kosa gani? Kosa gani ambalo adhabu yake ni kubakwa? Kosa gani katika nchi? Kwa katiba ipi? Kwa sheria ipi? Wabunge wanawake wako pale bungeni eti wanajadili habari za kumlinda rais. Hawajadili habari za kulinda Watanzania. Wanajadili kumlinda rais. Tumejaza bungeni machawa. Hawajadili juu ya maendeleo ya nchi. Hawajadili juu ya usalama wa nchi. Wanataka wampambe Samia. Tena wanamchafua zaidi. Kwa sababu ukisema anatukanwa, hata ambaye hakuona si anaenda kutafuta. Kwa hiyo wanadhalilisha nchi. Nani? Kwa nini? Ni kwa sababu wako bungeni kwa hisani, hawakutokana na kura zenu. Sasa niwaombe watu wa Tarakea, niwaombe sana. Ninapokuja hili swala la utekaji, ndugu zangu, maisha yetu tunaishi mara moja tu. Hata ukisoma kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 14 inasema kila Mtanzania, kila binadamu ana haki ya kuishi, ana haki ya uhai. Uhai, ndugu zangu, mtu akifa harudi. Ukiua umeua. Kwa hiyo ni
yanayohusiana na uhai wa wananchi. Ninawashukuru sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Asante sana.